Usiniweke katika mtindo kama huo Kaziro, unanikosea. Mimi ni agent by professional, nimesoma. Nina masters and PhD ya hiki kitu unachokifanya leo hii. Ndio maana naweza kupatia chumba kwa haraka. Asante sana agent. Nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Haina shida. Sasa wewe upata muda wako, ingia ndani, kagua kila kitu. Kwa sababu mimi na wewe tumeshamalizana, hela yako nimeshachukua. Ingia ndani, kagua kila kitu. Ukikutana na shida yoyote Kaziro, utaniambia, unanipigia namba yangu nayo. Ngoja niendelee kuwasaidia watu wengine Kaziro. Aro. Ninyi sasa zinakuja Kaziro. Badalado! Kwa hiyo mimi nitasubiri mpaka lini? Yaani mimi nitakuwa nahangaika na wewe mpaka lini? Basi kuwa na huruma basi. Yaani Chadi, kila siku neno langu moja. Nakwambia sikutaki. Yaani sikutaki. Hapa siongea lugha ngeni. Naongea Kiswahili kabisa, sikutaki. Fanya mambo yako. Mbona mwanaume kwa king'ang'anizi? Shida nini Yaani mwanaume hata uelewi. Alafu nilishakwambia mimi na mume wangu. Hatua ni siri. Kila mwendo ni fumbo. Nyuma ya pazia hilo swala la mume wako mimi nalifahamu na nalitambua, lakini still bado nakufuata, bado nakuapproach kila siku. Wewe uone kama mimi na mapenzi ya dhati na wewe. Yaani ukuteta huyo mume wako afiki viwango ambavyo mimi ninavyo kukupenda wewe, yaani afiki hata kidogo. Alafu Maya, wahenga wenyewe wamesema cha mtu uliwa na mtu, chuma ndio kinaliwa na kutu. Wewe chuma, wewe si mtu na mimi si mtu. Hebu nikubali basi ombi langu. Mbona unifanyia hivi kama mtoto mdogo? Lakini wewe sio mwanaume type yangu. Ndio maana kila siku nakukataa, na maanisha sikutaki. Maya, mimi niweje mpaka ni type yako? Yaani mimi nionekanaje mpaka ni type yako? Nivaeje au nifanye ni kitu gani au nitafuta ila kiasi gani mpaka ni type yako? Mbona kwa hivyo lakini? Utajua mwenyewe, jibu unalo. Maji ya bahari yananililia kwa sauti kila tone, kama machozi yangu yanavyodondoka. Nipe mwana, nipe tumaini, nipe sauti, nitike moyoni. Chogo, mimi naisikilizia sasa hiyo simu kama unayo hapa au nyumbani, kwa sababu pesa mimi nimeshaipata. Kwa hiyo inabidi tubadilishane. Nikupe pesa unipe hiyo simu. Wewe mwanangu hujaizesheni mpaka dakika hii. Simu tulitoka na wewe pale. Baada ya kutoka pale na wewe nikaenda nyumbani maomu pale, nikaiweka mezani. Eti cha ajabu leo nataka nitoe mwanangu nikuletee simu siyo. Sasa hiyo simu huko ndani itakuwa imepata miguu. Kwa sababu hiyo simu mimi Chogo nishaipenda kweli na ninaitaka. Mimi hata sielewi mwanangu. Mimi nahisi ule dogo kachukua. Na kama kachukua ule dogo akirudi leo nakwambia. Hajaenda kuja kunikeza maana mkuza. Usitumie hasira Chogo. Wewe kaa itafakari hiyo simu umeiweka wapi na itafute taratibu utaipata. Mimi nimeshaamua kwa sababu hiyo simu naitaka. Basi hii pesa mimi nitaitunza. Kisha ukinipatia simu na mimi nitakupatia pesa yako. Wewe unajua yule dogo takianza kufumuliwa kizazi, unajua analeta shida sana. Unajua analibia mipango yangu kibao mwanangu. Yaani simuelewi hata kidogo. Yaani kila nikipita huku kaja. Nikipita huku ananilibia vitu vyangu kibao mwanangu. Muda mwingine naweza nikakaa hapa na soda kazini, unajua ile. Narudi nyumbani ndungu hamna. Alafu nimemwachia anaambia tukanua viazi. Huyu demu dogo sijao yule. Anaanza kuleta mimi zension. Wewe Chogo achana naye. Kwa hiyo simu nitaipata kweli? Mimi mule ndani tunaishi wawili tu, mimi na yeye. Simu isipoonekana basi kachukua yeye. Mwanangu nakwambia. Leo akirudi leo. Sema uhakika, si unajua mimi mtu bad nation. Kwa hiyo lazima itapatikana tu fresh. Maana hiyo pesa mimi nimeitafuta na nimeipata. Kwa hiyo iko 80,000 ni ya kwako yote. Sema walai. Ndio. Mwanangu basi usizingue basi, usitumie basi mwanangu. Simu ipo mwanangu, tayari nishakukabidhi mwanangu. Mwanangu bado risiti mimi nakupa mwanangu, wewe usitumie hiyo hela basi. Chogo, mimi siwezi kuitumia. Sasa hivi hii pesa ni ya kwako. Hiyo simu ni ya kwangu. Kwa hiyo kilichobaki ni kubadilishana tu. Wewe chukua pesa yako, mimi nichukue simu yangu.
au zingui? Mimi siwezi kuzingua kwako chogo, mimi sizingui. Wewe dogo, na mimi nakukubali kwa sababu wewe uzingua, wewe sio jia, wewe sio kidogo chali, twende. Sasa mimi nimeshavua kila kitu. Wewe umekaa tu na vilemba vyako t-shirt. Tumalize basi kabla mshikaji ajaja. Kwani wewe ulisema tunakuja kupiga story tu? Nivue nguo ya nini sasa? Story vipi sasa? Kuna story gani ambazo tukiwa chumbani mimi tutapiga? Duli mpenzi wangu. Lakini sinilisha kwambia tangia kule njiani. Leo siko sawa. Na ndio maana nilikuwa sitaki kabisa kufika huko magetoni. Hebu sikia. Tumalize jambo letu afu hizo changamoto zako utaniambia. Sasa unajua nina changamoto gani? Ilibidi niulize kwanza kabla ya kuendelea na kitu chochote kile. Changamoto gani? Mimi niko period. Nilijua tu. Yaani wewe unanizungusha muda mrefu nilijua. Kwa unanisaidiaje sasa? Hapana bwana Duli. Vumilia siku 2 tu nitakuwa niko sawa. Kwa sababu hivyo unavyoendelea kuforce utakuja upate madhara bure. Sasa madhara sinapata mimi. Mimi najua jinsi gani najitibu. Wewe niachie. Wewe hivyo tu kidogo. Mimi nimebanwa. Sikufichi. Nisikilize Duli mpenzi wangu. Wewe vumilia siku 2 sio nyingi. Nitakuwa sawa na utaenjoy kabisa. Basi fresh. Wewe simamia msimamo wako. Sio maana yangu hiyo. Duli, mbona unanipa wasiwasi sana? Hali hii tu ni kila mtu anaishi kwake. Vipi tukao tunaishi pamoja ndani? Utaweza kunivumilia kweli? Mimi nitajua nafanyaje. Hata sheria mkononi nitachukua. Kila mwendo ni fumbo. Nyuma ya pazia kuna giza na mwanga. Ushaamka muda tu. Na jana umerudi mume wangu, haukuwa sawa kabisa. Unaniambia kuna kitu kinakuumiza kichwa, utaniambia. Basi nakuomba uniambie, ni nini iko? Yaani acha mke wangu. Yaani kwa hichi kilichonikuta. Naona taibu kumwelezea mtu. Ile pesa ninayotafuta kwa ajili ya shemeji. Yote mimi nitapelewa. Kweli nimempata dalali kanipeka paka kwenye chumba, nimempa pesa. Nimekuja kuangalia choo. Yaani mimi hakunipangisha choo. Pesa yangu nilitafuta kwa jasho langu mimi. Alafu yeye kaja kuchukua kirahisi. Hilo usijali mume wangu. Kama pesa inatafutwa, utapata pesa zaidi ya hiyo. Kikubwa Mungu. Usiwe hivyo mume wangu. Mimi naumia nikikuona kwenye hali hiyo. Sawa. Lakini mimi namfikiria sana shemeji. Unadhani atafikia wapi? Na nilishamwaahidi mimi nitamlipia chumba. Ona sasa kilichotokea hichi. Naye binadamu atakuelewa tu mume wangu. Unajua mimi nakupenda sana. Napenda pia. Nakuomba uwe sawa basi. Nimekumisi sana unajua. Nimekumisi pia. Au siku hizi nakuona umenenepa kidogo. Si unajua nahudumia. Nafurahi kusikia hivyo. Na nimekuja ili tuweze kufanikisha ule mchakato wetu wa harusi. Sawa. Karibuni. Mambo shemu. Shemeji mambo. Kwa poa naye. Ni agizeni. Hata kama mnataka ngapi agizeni. Haya usijali udogo. Hapo tuagizie hata kreti 2 kwanza. Tuchachue mdomo. Jamani samani kidogo wangu na simu. Nakuja sasa hivi. Ngoja nakuja.
wangu. Una mawazo gani leo mume wangu? Sina mawazo yote. Vipi bwana? Mbona kama upo sawa na sija kuzoea hivyo? Hapana, nipo sawa mke wangu. Kwani kuna tatizo? Hasa kama upo sawa, mbona umesahau simu? Haraka tu mke wangu. Si unajua nimeshachelewa na napotakiwa inabidi nifike kwa haraka. Mume wangu, simu ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo siku nyingine jitahidi kuwa makini sana poondoka kumpa kuchukua simu. Maana kinaweza kutokea chochote hapa. Afi nataka nikupigie. Napiga wenzangu najipigia mwenyewe. Simu imo ndani. Niseme asante kwa kukumbuka mke wangu. Lakini una akili nyingi sana. Si ndio mama kanioa? Kweli na ndio maana nimekuoa. Yaani sijakosea kukuoa. Mbona Shim kaondoka muda mrefu ndugu wangu? Anakimbia anaenda wapi? Anarudi sio muda nyewe tulieni hapa tutulie kidogo anarudi. Isije akawa ametukimbia. Mimi nina shombovu na nyewe tangu mimi nikawacholesha bana. Anakuja sio muda. Au mniamini? Mpigie simu shoga yangu maana si hapa tulipo bado hata zijapanda kichwani hizo bia. Hebu ngoja nimpigie simu hapa nione yuko wapi na yasimchanganye saa hizi. Haya. Sasa mambo yake kijinga kabisa. Samahani boss. Nilipata dharura kidogo na ndio maana ikapelekea nikachelewa kufika kazini. Lakini haikuwa dhumuni langu kuchelewa. Hapana. Sio kidogo. Wewe kuchelewa hapa kazini. Na isitoshe hii sio mara yako ya kwanza kabisa. Hapa kazi na muda wake. Mwenye sikupanga kuchelewa. Ila ni changamoto ambazo zimepelekea mpaka ikawa hivyo. Mimi naomba samahani sana. Sikiliza kijana. Changamoto zipo kwa kila mtu. Lakini kazi na muda haisubiri. Sawa boss, nimekuelewa. Haitojirudia tena. Sikiliza Miki. Nataka nizamu. Kama hauwezi kuheshimu muda, hutakuwa na nafasi hapa ofisini kwangu. Unaweza ukaenda. Sawa boss. Asante. Oya mapenzi. Kitambo sana mwanangu. Vipi kuhusu jibu langu? Sasa maana umeshanizungusha sana. Samahani Aisha kama nitakukera. Pia nisamehe kokote pale nilipokuuzi. Aisha, mimi siwezi kuwa na wewe. Alafu pia mimi na mume wangu. Sio mume wangu tu na bwana wangu. Kwa hiyo naomba tu nisamehe mamangu. Kwa hiyo ukaona mimi siwezi kutimiza majukumu au kwa jua labda anapokuambia nakupenda na kuitia mwanangu. Si ndio? Sijamaanisha hivyo. Unajua ninachokipitia mimi. Naomba unielewe basi. Sawa mimi naelewa. Lakini kuna muda natakiwa mtambue kwamba wao nao pia tunapenda. Tena tunapenda vibaya na tukipenda tumependa, si unajua hilo. Umeona? Na tunakuwa tunajali vibaya. Kwa hiyo inabidi mtuelewe. Wewe unajua tunavyoongea hivyo jinsi gani naumia. Kwa sababu nilikuwa na mapenzi ya dhati na wewe. Nakupenda kutoka moyoni, unajua hilo. Hakuna fala yoyote katika mtaa anaweza kuzidi uzuri wako mapenzi. Na nakupenda kweli kutoka moyoni na hisia na wewe. Ungejaribu kunipa moyo wako afuone nitakavyofanya kwako. Na hakikisha nitakupenda kama mwanamke anavyotakiwa kupendwa. Nimekaa nimefikiria, siwezi kuwa nawe kwa sababu ni mwanamke mwenzangu. Anoyafanya dharani kayaficha. Una leo mapenzi na yachukia tena bado. Inauma haya mapenzi yako